Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unakugubikwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa leo Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Safari Alimasi kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Asante sana mwenzangu Bukuru Tantine Aldama kwa kunipa fursa hii. Na katika habari ambazo ziligonga mwamba, tutaanzia na huko Luvungi. Wazalendo 4 kuuawa kwa kupigwa risasi, askari jeshi wa taifa FARDC mmoja kuuawa na raia wengine kujeruhiwa. Hayo ndio matokeo kwa muda ya vurugu ya kufyaturiana risasi kati ya wazalendo kundi la kamanda Kangaradi zidi ya jeshi la taifa FARDC katika kijiji cha Luvungi tarafani Uvira. Na kwingineko ni huko Kamituga ambako licha ya utulivu wa milio ya risasi kuonekana, bado vitendo vya ukosefu wa usalama vinaendelea kurikodiwa katika kata mbalimbali za mji wa Kamituga. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia eneo hilo yaomba kwa vyombo vya usalama kuongeza mbinu za ulinzi kwa raia na mali yake. Tumalizie na habari za huko Burundi ambako ugumu wa maisha na mshahara mdogo kwa wafanyakazi wa serikali ni miongoni mwa sababu zinazopelekea baadhi ya walimu kuacha kazi na kukimbilia nchi za nje. Bukuru Tantine Aldama, hayo ndio ambayo tulikuwa nao kwenye habari muhimu, na kuacha uendelee na taarifa zingine. Asante sana Safari Alimasi kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Shirika la uchukuzi wa watu na mizigo Baraka Fizi ATPVD limeomba kwa uongozi wa mji wa Baraka na hasa zaidi ule wa sekta Mtambala kukarabati kwa kilalo cha mto Mtambala kabla kujachukuliwa hatua yoyote inayobaliwa na nchi ya Kongo. Kwenye mazungumzo nasi, Kadoa Sende, coordinator wa muundo huo, amesema kilalo hicho madhara yanakuwa yakiripotiwa kwenye kilalo cha Mtambala kupitia vyombo vya uchukuzi. Kadoa Sende anaeleza yafuatayo. Ndugu mtangazaji, ni vitu vya kushangaza kwa maana ukiangalia kwenye kilalo cha Mtambala kiko na kwenye kuko kamba ya sekter yenye na héberger ma service plus ya 10 na zile service zote ziko zinaomba pesa kwa transporteur. Ni vitu vya kushangaza, tena ni vitu vya aibu. Juu ya nini nimesema hivyo? Utakuta wakati gari inafika pale bana kuingiza, ingia mu Transcom, ingia mu TPI, ingia mu antifraude, ingia huko na kila service unaacha amo pesa. Lakini wakati wakiona ile nafasi ya ambao magari napitia juu ifikie kukamba yenye iko nalipishwa pesa, hawapendi kukarabati pale. Na ndio maana nilikuja kwenye redio kufatana na malalamiko wana memba wetu. Wanasema ya kwamba kilalo kimesha momonyoka, fasi za mingi kutia tapine ya gari na matatizo. Kwa hiyo tunaomba kwa chef de secteur angalie gisi ataenda tengeneza ile kilalo mu urgence avake atuyaingia kufanya zingine maksio citoyen zinaruhusiwa na sheria ya nchi ya Kongo. Ndugu mtangazaji, sisi tunasema ya kwamba declaration ziko mu niveau yote, na tunafikiria kusema kama chef de secteur ni pale kwenye kamba inaikala na kwenye kuko ile kilalo akupita hata 1 km, haifika hata 200 metre, haifiki. Kwa nini? Wanatoka kwenye kazi, wengine wanakuja kulala Baraka, wanaona gisi kilalo kinamomonyoka, lakini wakati wa kusema walombe pesa kwa transporteur wanafunga roho, wanakuambia ile kamba umsitoe ile nani pale mpaka walipe pesa. Kwa nini wasiseme ya kwamba tukarabati kwanza kilalo juu tukwetu na percevoir franc? Sio huko tu, hata meya wa jiji naye kuko manafasi zingine zenye tushaenda kumuona, tunamwambia atengeneze kilalo cha Mkemaki kinataka katika mamvula hazianza. Donc ni vya mingi, na wengine na gouvernement provincial kote tumeshaandika. Kwa hiyo tunalomba waikale chini kwa urgence watengeneze kilalo cha Mtambala. Madhara iko mingi ndugu mtangazaji. Kuko madhara ya pikipiki kuanguka chini ya kilalo, mpaka sasa hivi haijaonekana. Kuko magari zazisa pasuka mapine pale juu, accessibility kwanza ya gari kupita kutengeneza mapine kwanza pale kuna nafasi za kuharibika. Ni manevre nyiko na kwa ya kabambi sana. Kwa hiyo ndio maana tulikuwa kwenye redio tunasema kwamba muirigence avaki atuingia muzingine procedure zetu tunaweza fuatilia pale za maksio citoyenne, waikale chini tutengenezee kilalo cha Mtambala. Na huko Kilembwe ni kwamba pesa ambayo idadi yake bado kujulikana, bateri na hata baadhi ya simu kupelekwa, hayo ndio matokeo ya kitendo cha wizi
kilichoripotiwa ndani ya kijiji cha Kilembwe sekta ya Lulenge tarafani Fizi na watu ambao bado kujulikana na ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria. Akizungumza na Radio Kivu, mkuu kiongozi wa shirika la raia ndani ya sekta ya Lulenge Bwana Abedi Sumbi Abdul ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa, huku akiomba kwa vitengo vya usalama kuimarisha usalama katika kijiji hicho cha Kilembwe. Ni mchuuzi mmoja yuko kule Jovi Kuchu, aliingililiwa na watu wenye kushikilia silaha usiku wa manane, wakavunja duka, wakaingia ndani, wakapora matelefone, mabateri, nusu ya pesa, yote wakaenda navyo. Wakati walitoka, kijana ambaye alikuwa analala pembeni kidogo akasikia, akaanza piga makelele. Akapiga makelele, watu wakaamka, wakaja kuta vitu vinaporewa. Na waskari gisimuuliza hawafanyi doria usiku. Wanakaa tu wanalala. Ingekuwa wanafanya doria, watu hawangiibiwa namna hiyo. Hawafanyi doria. Hivi ndio wameungana wote, biro zao zote kwa kufanya ile ankete na utafiti namna gani ile vitu vinatembea. Lakini sisi kama vile shirika la raia, ile kitendo ni kitendo tena kigeni sana ndani ya jiji ya Kilembwe. Ndio maana tunamwambia mkuu wa sekta, ingekuwa heri atiwe wa vijana chini, kwanza wa FARDC, autodefense, groupe de jeunes, CNPCC, waanze jipanga gisi ya kufanya doria ndani ya jiji. Hiyo maafa tena na uwizi tena usiendelee. Sisi kama vile shirika la kiraia, hiyo hali ni hali moja kigeni sana, ni hali kwa siku sana ijasikilika ndani ya jiji la Kilembwe. Ilikuwa heri vikundi vyote viungane, vianze fanya doria usiku, kwa sababu bunduki zinazagazaga ovyo sana. Waanze fanya doria kwa kukingia raia na mali zake zote. Na huko Kikonde ni kwamba kamanda mmoja wa Bishambuke amefariki kwa kupigwa risasi katika makabiliano ya makundi mawili ya wazalendo pa Kikonde, sekta ya Nganja tarafani Fizi. Makabiliano hayo yamepelekea hali ya usalama kuzorota kwa upande wa raia mnamo usiku wa kucha siku ya 5 ya wiki tunayo. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo, naye Omari Makelele Ozile, karibu. Asante sana Bokor Tantine Aldama. Leo katika habari za michezo tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka. Asubuhi ya leo ni kwamba hiyo jana kuliweza kupigwa mechi katika tournament ya makata kule katika uwanja wa Lumumba. Ilikuwa kati ya kata la Makampanye dhidi ya Malala, lakini dakika 90 zilitamatika kwa sare ya kutofungani hadi kunako mikwaju ya manati. Lakini vile vile mikwaju ya manati ilishindana na mechi hiyo kalalishwa. Kwa hiyo leo majira saa 8 na dakika 30 kata hizo mbili Makampanye na Malala watakwenda kumalizia hatua yao ya mikwaju ya manati ili kuweza kupata timu ambayo itaweza kusonga mbele kunako michuano hiyo. Lakini vile vile majira saa 9 kamili hapo katika uwanja wa Lumumba Majengo watakuwa vikali dhidi ya kata la Matata. Na vile vile klabu ya Tupuisa Mazembe Anglebere yako mjini Lubumbashi imetangaza rasmi kumsajili golikipa kutoka Senegal ambaye ni Marque Philippe Arona Diouf. Huyu ni golikipa ambaye aliweza kuteuliwa kwa golikipa bora wa michuano ya Chana ambayo ilikuwa inapigwa katika nchi 3 za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda. Na vile vile mchezaji wa zamani wa klabu ya Tupuisa Mazembe Pamphile Miayo Kazembe ameteuliwa rasmi kuchukua mikoba ya kocha Hervé Happy kunako timu ya taifa ya DRC upande wa wanawake. Kwa sasa Pamphile Miayo Kazembe anaongoza klabu ya CS Don Bosco inayoshiriki ligi daraja la kwanza hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot. Refari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Olivier Safari ameteuliwa kwa mwenyekiti wa commission ya marefari hapa katika bara la Afrika, uteuzi ambao ameupewa na shirikisho la soka katika bara la Afrika CAF.
Ligi tano kabambe katika bara la Ulaya zitaanza kusimua vumbi mchana wa leo, ambako Uingereza Nottingham Forest majira saa 7 na dakika 30 watawakaribisha Chelsea Blues. Sunderland watakuwa vikali dhidi ya Wolverhampton. Manchester City watawakaribisha Everton, na Crystal Palace watakuwa dhidi ya Bournemouth. Burnley watakuwa dhidi ya Leeds, na Brighton watakuwa dhidi ya Newcastle majira saa 12 na dakika 30. Fulham watawakaribisha Arsenal the Gunners. Kule Uhispania wiki ya 9 itaweza kuendelea saa 8, vijana wa Sevilla watawakaribisha Mallorca. Barcelona majira saa 10 na dakika 15 watakuwa vikali dhidi ya Girona, na Villarreal watakaribisha Real Betis Sevilla, na majira saa 3 usiku Atletico Madrid katika uwanja wa Wanda Metropolitano watakuwa vikali dhidi ya Osasuna Pamplona. Bokurtantine Aldama. Tumalizie na pale Italia ni kwamba wiki ya 7 Pisa CS watakaribisha Hellas Verona, na Lecce watakuwa vikali dhidi ya Sassuolo. Torino watakaribisha Napoli, na Roma watakuwa vikali dhidi ya Inter Milani. Asante sana Umari Makelele Uzile kwa habari hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya Kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita bendi 93.0 FM. Na huko Luvungi ni kwamba wazalendo 4 kuuawa kwa kupigwa risasi, askari jeshi wa taifa FARDC pia mmoja kuuawa na raia mwingine kujereuliwa. Hayo ndio matokeo kwa muda ya vurugu ya kufyaturiana risasi kati ya wazalendo kundi la Kamanda Kangadadi dhidi ya jeshi la taifa FARDC katika kijiji cha Luvungi tarafani Uvira. Kwake Dunia Hamisi, mratibu wa machozi ya raia, ameanza kukemea vikali kitendo hicho, huku upande mwingine ameonyesha chanzo cha vurugu hiyo. Ilikuwa siku ya 3 April, tunajua kama kupa Uvira ambao wamefanya meeting eneo ya Kamanyola na kusema kama wanajiandaa kuja hapa wale wa M23, na ndani ya hao watu ambao wamefanya meeting Kamanyola kulikuwa watoto hapa Uvira wamoja ambao walionekana kusema kwenye ile meeting. Sasa ilipofikia vile Luvungi na watu wote ambao kwa ndani ya M23 ambao wana mali zao hapo Uvira na kando kando. Sasa population Luvungi ilipoona zile maujio za watoto wa Uvira ambao wamejiunga na M23 wako nasema kama watakuja hapo Uvira, population ya Luvungi ilisirika sana, na hiyo siku ya 3 walianza enda bomola masomo ya mtoto mmoja wa hapo Uvira ambaye alijiunga na M23. Ile kwanza enda bomola masomo, unajua kama kazi ya serikali ni kuchunga raia na mali yake. Ndipo serikali ikasema no, mwezi bomola nyumba ya raia, na tuko tunaona jo serikali ikaenda fanya intervention. Wazalendo nao walipoona serikali inakataza raia wasibomole ile nyumba ya ule mtu mwalijiunga na M23 ni masomo, wazalendo wakaanza kutuliana masasi na wajeshi wa taifa. Ndio ikazorota sana Luvungi. Paka saa hii tunaregistre 4 moro kwa niva wazalendo na soda FARDC, tunaregistre umoja na soda FARDC umoja ndio alipoteza maisha. Na sivile umoja jerewa vikali iko kwa matunzo pale Luvungi. Kama mashirika za kiraia tunaendelea kushauria population yetu kusema kama tusiko tunajikamatia pouvoir si peke, na tusiko tunajikamatia maamuzi. Serikali hayo yenyewe inajua wale ambao wamejiunga na adui, na inajua nini ndio itafanya ili iokoe ni hayo yenyewe. Mwishowe Dunia Hamisi ameomba raia kuepuka tabia kama na hiyo. Itasumbua paske iko ni lamusha mafundi. Jamaa ya ule ndugu ambaye aliweza jiunga na M23 haikufugai waanze kuona manyumba zao. Paske kwenda kujiunga na M23 kwa kusema familia yote inajiunga na M23. Population sisi kama mashirika za kiraia tunalaani sana ile hali, na paske huko general wa kizalendo mwenye wanamuita General Kangadadi mwenye kwa pale Luvungi yeye alikuwa hotere na ndio mwenye alipuse ile vianze kwa population, malgré kama population ilifanya maandamano bange polisi ingefika pale na bale watu na bomole ile vitu ya ule ndugu ule General Kangadadi ndio alijipermettre kuanza enda piga masasi kwa jeshi, na njoo kaleta vurugu vita kabisa. Mazoezi zilia umepanda 5h 6h na watu wako tu wanaangalia. Pour nous les acteurs de la société civile, nous condamnons fermement ces actes inhumains qui continuent de se manifester. Muvira bwana mtangazaji haiko tu ku FARDC na
na wazalendo. Huko si hapo vile nyingine fuyo kati ya wazalendo na wazalendo kwa wao wenyewe wasikilizani. Acha nikwambie tu kama huko general autoproclamé ambaye banamuita Nyerere, kuko soda wake mwe banamuita Makanika, alitoka kwa Nyerere na kaenda fungula naye nyingine movement yake. Sasa ule General Makanika mwenye alitoka kwa Nyerere akaanza na tia naye mabadiere ngambo za kwenye general wake wa zamani kwenye naye alikuwa anatia, ikaleta fuyo ya Ruharika kule. Fuyo ilikuwa ya mingi juzi, bakapigana mezosi FARDC. Tuko tunasema FARDC, me FARDC nayo iko inakuwa na mapoint furu zake, parce que FARDC iko inakuwa inaamua ile vita. Mezosi wazalendo na FARDC tuko napatana, ile ndio kitu ketu tunaangalia tukiingilia kati. Sisi kama shirika za kiraia tunaweza tunaviamua vile vitu polepole, parce que tunaweza kiashituka hapa Uvira tukiendelea mwile mapolemike mwile fuyo, tunaweza kiashituka hapo Uvira tuingiliwa na adui bila sie wenyewe kujua. Na mtangazaji Kamituga, ni kwamba licha ya hali ya utulivu wa milio ya risasi kuonekana, bado vitendo vya ukosefu wa usalama vinaendelea kurikodiwa katika kata mbalimbali za mji wa Kamituga. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia eneo hilo yaomba vyombo vya usalama kuongeza mbinu za ulinzi wa raia na mali yake. Kwake Wisoba wa Kilongo Fisto, mratibu wa shirika la raia lenye kutetea haki za kibinadamu BDH pa Kamituga, ametoa picha ya hali ya sasa. Après le incident, banani ba membre ya conseil ya sécurité balikutanana na wakaprendre ma mesure. Sasa yenye niko nakwambia hapa, sécurité ko kidogo, a part maabitu yenye tuko tuna constante ya ba voler ya main arme kuingiliana munyumba, parce que unajua kama maarme, nous avons beaucoup des armes non contrôlées, beaucoup des armes non enregistrées. Alors inatuma ile maarme incontrôlée banaanza fanya mazizite kubaki mu journée ya kutia juzi, kuko mtu alikuwa visite bakabeba franka. Journée ya kutia jana kwa mtu alikuwa visite banabeba kama 50,000 à peu près $50,000 kwa mtu. Unakutana kama ile maarme za mingi kuwa incontrole kwa mikono ya watu inafaa renetre insécurité munani mwingine. Sema kama kulikuwa conseil ya sécurité na amkujua quelles sont les pistes de solution walikamata juu ya kueradike insécurité muvile ya Kamituga. Inawaza parmi mapiste ya solution ilikamatiwa kulikuwa ile kumultiplier banani ba elema ya FARDC na elema la police munani muterrain ya kucouvrir manani ma patrouille mule ma zone ziko ciblée, mais aussi collaboration entre les acteurs de sécurité na population. L'autre population ina constante kitu moya inaitwa kama vile cible inajulisha kubahusika porque bahusika wavenir en aide. Hata hivyo, upande mwingine amepongeza uongozi wa kijeshi kwa kuhamisha askari waliokuwa kama tishio kwa raia wa Mwenga Kamituga. Wisoba wa Kilongo Fisto amerejea mara tena. En plus, on a évacué les éléments des FARDC qui ont été coupables, ça vile venye tunavisema wa ile manani fait, ils ont été évacués kule kuflon kwenye walikuwa wanakuya, ces éléments-là qui sont venus de Kisangani. Moshie sa vile watu wa société civile tulikuwa tunalomba na tulisha isema maintes fois gouverneur de la province wa Kivu tulisha kumulilia ile sa vile province a constitué une équipe yenye ifiki hapa Mwenga, ifiki hapa Kamituga juu ya kukuya kuremonter ma stratégie sécuritaire pour que population na mabie yabo iko sécurisée. Population ya Mwenga na Kamituga iko na lipa mataxe, unalipa mataxe, ile mataxe iko naenda kule Uvira. Alors hapo nabo banapasha kuangalia kitu cha kusikiliza nani hii population ai mabiki sai inaweza kuwa napitikana munani mu territoire ya Mwenga na Uvira ya Kamituga. Ce n'est pas seulement ça ya mingi, et puis l'autorité provinciale voulait dire anabakia immobile bila kukuya nani kujua ce qui se passe.
Tukirejea katika mji jirani wa Uvira ni kwamba serikali ya DRC ndio wenye kupoteza zaidi katika mkataba wa kusitisha vita ambao umesainiwa katika DR Congo na FCM23 nchini Qatar. Ndivyo amesema mwanaharakati wa kisiasa Andre Biadunia Mashaka. Mwangaza huo ameutoa katika mazungumzo na Radio Kivu, huku akionyesha kuwa vita bado vipo. Akoro ambayo ilikuwa sinye Qatar entre serikali ya Kongo na bawasi ba M23. Akoro inasema nini? Inasema ya kwamba désormais a partir ya siku walisinye, serikali ya Kongo haiwezi tena kuenda kuatake M23 kwa maeneo yake, muobjectif ya kurekipere maeneo, paske tuko tunasema kwamba tuko agrese na ile maeneo Bukavu, Goma, nafasi nyingine iko sous occupation ya gouvernement ya Rwanda à travers M23. Donc ile akoro walisinye ni kusema que désormais Kongo haiwezi kujipermettre kusema kwamba inaenda kurekipere ile maeneo. Ku deuxième niveau M23 nayo haiwezi kutoka kwa ile maeneo kule kwenye iko aseme na kia kuatake tena serikali ya Kongo maeneo sawa vile Uvira nafasi zingine, hawezi kufanya ile. Donc kila watu sasa hivi wako mustatiko, yani ni kusimama ile wazaka kusimama dede, yani hakuna serikali kwenda kurekipere maeneo na hakuna basi ya M23 kwenda kuatake serikali upande wake. Alors kukesio kutafuta kuuliza eske iko na avantage kwetu sisi? Hakuna avantage parce que tunapoteza mpaka wakati yenye makoro taishaka kukua conclu entre AFC M23 na serikali, ndo siku tutarekipere Bukavu nafasi zingine, Goma nafasi zingine. Mpaka hivi dès lors que gouvernement congolais ilitika kufanya cessez-le-feu, manake naambia na wazalendo na FRDC mutie silaha chini, sisi tutapigana, mkue tu macho parce que kutuatake. Mais bakasema kwamba hakuna kitengo entre serikali na ile AFC M23 mwanaweza enda kuatake mwingine, bakatia mekanisme conjoint ya verification ya violation ya cessez-le-feu, ndo bakatia emo Qatar, bakatia Union Africaine, bakatia na SADC ke banaweza kuverifie, mais aussi na MONUSCO kuverifie baone nani mwenye amekiuka mkataba na ameenda kuviole maespace yenye mwingine anashikilia. Pamoja na hayo ameongeza kuwa mkataba huo ni hatari kwa taifa ya Kongo. Andre Biadunia Mashaka amerejea mara tena. Sincèrement ni danger pour la République. Nitapata occasion ya kuexpliquer batu asubuhi moja kwenye Radio Kivu FM, nitaita kwa radio na nitaexpliquer batu comment est-ce que Soudan du Sud ilizalika wakati ya ba John Garange ba SP na ile mouvement yao ya SPLA yenye iko na karaktere sawa M23 leo vile ndio walianza. Etats-Unis iliona kwamba no, tukienda muvita itashindikana, tuende mkitu yenye wanaita cessez-le-feu, na ile cessez-le-feu itatufikisha kwenye wanaita souveraineté de fait, na souveraineté de fait tena tunaikubali polepole. Nilikuambiaga tena watu ilia kama 10 ans mimi vya dunia, niliambia watu kwamba mko mnaona Goma iko na jengwa, ina accelerate kujengwa, kuna kitu wako wana prepare kwa ile Goma. Et donc hatuwezi kuwa surpris kesho tunasikia kwamba Goma inakuwa kapitali ya nchi nyingine kama tukifunguka macho. Mimi naomba population congolaise tufanye yote ambayo inawezekana, tutie pression kwa gouvernement récupérer ile maeneo. Kitu ya cessez-le-feu sisi inatuzisha nchi iko na tuenda bila fujo, bila makelele, tuko tunapoteza udongo wetu. Tukue makini wa ndugu. Mpaka sasa hivi gouvernement haina droit kwenda kuatake Kamanyola, haiwezi kwenda Katogota, na M23 haiwezi pia kuatake Uvira na Fizi. Je, tutaishi Uvira Fizi bila kufika Bukavu? Je, wenzetu wa Bukavu wataishi pale bila kufika Uvira na Fizi? Kwa interrogation. Donc tuwe makini, tufunguke akili, tuone mbele, tusukume serikali. Tukijielekeza katika mji wa Goma ni kwamba licha ya saini ya kutekeleza na kuchunguza hatua ya usitishaji mapigano kati ya serikali ya DRC na wahasi wa FCM23, hali inabaki kuwa kama hapo awali. Hivyo ni kutokana na wazalendo kutokushirikishwa katika mchakato uliopo. Ndivyo amesema hayo Bwana Daniel Kalioto, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa. Kulingana naye ni kwamba kutokushirikishwa kwa wazalendo katika makubaliano ya Doha utaleta wasiwasi mkubwa katika hatua ya kuheshimu usitishaji mapigano. Daniel Kalioto akiwa dokta katika masuala ya uhusiano wa kimataifa katika chuo cha Lubumbashi amependekeza kuwa pande zote zinazozozana ziweze kushirikishwa wakiwemo wazalendo ili kurahisisha mchakato huu unaoendelea.
Na huko Nyiragongo, wakahaji wa groupment ya Kikumba tarafani Nyiragongo jimboni Kivu ya Kaskazini wanaomba kwa mashirika mbalimbali yanayotumika katika sekta ya chakula wajiana msaada, hasa mbegu na vitendea kazi. Hivyo ni kutokana na uhaba wa chakula maeneo hayo. Akizungumza na redio yako, Bwana Senyange Josue Bwana Shamba ni moja kati ya wakaji wa eneo hilo, amesema kuwa eneo hilo kuna uhamiaji wa ndani ambao wamejitolea kulima viazi mviringo, ila tatizo wanakosa mbegu. Hii inakuwa muda mzuri, muda mwafaka wa kuongoa kwa wale wote ambao walipanda kwa mwezi ya 7 kupanda mwezi ya 8. Hivi sisi tunafungua rasmi muda wa kuongoa na tunaendelesha hii mwezi ya 10 yote ya 11 itakuwa mwezi mzuri kabisa kwa kuongoa viraia ambao vilipandiwa kwa mwezi ya 7 na mwezi ya 8. Hakika kwa siku zilizo mbele tangia mwezi wa 11 kilo itashuka kidogo, kwa sababu huku Nyiragongo tumelima zaidi, tumelima tukiwa wengi na tunaona kabisa tunaweza pata mavuno iliyo bora. Ndio maana tunawalika watu wote kwa kupiganisha njaa wajikazi, wafanye mulimo, wasiikae, wasiache mashamba ibakie vile bila kulimiwa. Na tunaalika watu wote na wafadhili ili waweze kutusapoti kwa kufanya mulimo ili njaa ipungue katika mtaa wetu wa Nyiragongo. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo ametangaza viongozi wapya katika kampuni na taasisi mbalimbali za umma mnamo Jumatano hii ya tarehe 16 Oktoba mwaka huu. Izake Mulucha Ashibe na ripoti kamili ndani ya studio za Radio Kivu. Asante sana Bibu Courtantine Aldama. Kama ulivyosema, kichwa hicho kimechapishwa Jumatano ya tarehe 16 Oktoba 2025 kwenye radio na televisheni ya taifa ya Kongo RTNC. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ametoa orodha kubwa ya uteuzi wa viongozi wa ngazi ya juu katika mashirika na taasisi mbalimbali za umma hapa nchini. Kwenye shirika la Regideso, Thomas Kalumba atakuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, wakati David Chilumba ametambuliwa rasmi kuwa mkurugenzi mkuu. Kwenye Régie des Voies Aériennes RVA, Kinikiei Mulumba anabaki kama mwenyekiti wa bodi PCA, na kwenye Fonds Forestier National Mulumba Kalala atakuwa mkurugenzi mkuu. Onapak Mukengeshaya Kongolo watakuwa PCA, na kwenye ofisi ya utalii ONT Yombo Mukendi atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu, yani DG. Ofisi ya njia za huduma za kilimo OFDA Katumba Basashile Cleophas atakuwa DG, akiwa na Bea Mutuka Genevieve kama DGA. Régie des Voies Fluviales RVF Malumba Kapinga Divina amepewa cheo cha DGA. Kwenye Poste et Télécommunication Chibangu Sandra atakuwa mkurugenzi mkuu. Miba Société Minière de Bakwanga Jean-Charles Okoto atakuwa mwenyekiti wa bodi. Kabanda Kana André na Kazadi Mabika atakuwa DGA. Fonareve Kevin Makedi atapanda kuwa DGA pia. Kwenye Caisse de Solidarité Nationale et Gestion des Catastrophes Humanitaires Giselle Ndaya Luseba atakuwa mwenyekiti, na Kayembe Francis anakuwa DGA. Kwenye Autorité de Régulation de la Sous-Traitance Samuna Lukwaka Feli atakuwa mwenyekiti wa bodi. Kwenye Autorité de Contrôle et de Régulation des Marchés des Substances Minérales Stratégiques Paul Wabea Patrick atakuwa PCA. PCA ikiwa na maana kwamba ni Président du Conseil d'Administration. Uteuzi huu Bibu Courtantine Aldama wa viongozi kimsingi unakuwa ukilenga kuimarisha utawala, ila baada tu ya rais kutekeleza uteuzi huu, sauti za wapinzani zimeibuka sana na kulalamikia kuwa uteuzi huo umependelea kundi moja la kikabila, na hivyo huenda ukaongeza migogoro juu ya ukabila serikalini. Wakati taifa kwa sasa linakabiliwa na changamoto za uchumi na usalama, wapinzani wanaona serikali inazingatia zaidi manufaa ya watu wake wa karibu kuliko maslahi na usawa wa wananchi wote. Asante sana Izaki Mulucha Ashibe kwa usomaji wako huo wa habari ya kitaifa. Na katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba ugumu wa maisha na mshahara mdogo kwa wafanyakazi wa serikali ni miongoni mwa sababu zilizopelekea baadhi ya walimu kuacha kazi na kukimbilia nchi za nje. Radio Kivu Burundi tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias Daniele kwa ripoti zaidi. Hayo yamesemwa na naibu mwenyekiti wa umoja wa vyama vya walimu nchini Burundi kwa Sona Emmanuel Mashandare baada ya kuripotiwa kwa baadhi ya walimu kuacha kazi na kukimbilia nchi za nje kutokana na ugumu wa maisha na mishahara midogo kwa wafanyakazi. Muri iyi minsi haribonekeza cyane
abigisha bariko baratakazi baja kurondera ubuzima ahandi. Aho bwa mbere twofata abigisha bari ku kivi mugabo no munsi hirya no hino mashuri umva yuko kumekuwepo na mfululizo wa kuacha kazi kwa walimu na kwenda kutafuta kazi sehemu nyingine, na wengi wao wale waliokuwa na kazi ambao ukimbilia barani Ulaya. Kazi ilikuwa imepungua siku zilizopita, lakini kwa sasa imeongezeka tena. Wengi wao ukimbilia Dubai, Ujerumani na sehemu nyingine. Kwa mujibu wa uchunguzi tuliofanya, na hiyo inasababishwa na mshahara mdogo wanaolipwa kwa kazi wa serikali ambao hauwezi kumsaidia kumudu maisha, hasa katika kulisha familia. Siku zilizopita mshahara ulikuwa unataka kuongezwa baada ya kuzungumza na serikali, lakini kutokana na kutupa thamani kwa faranga ya Burundi kila kitu ikaharibika, na hilo ni tatizo kubwa. Maana shule ambazo zilikuwa zinahitaji walimu wakiondoka kama watatu au wawili, inabaki tupu na kazi kusimama, wakati ambapo wenye ujuzi na utaalamu wanaendelea kuondoka nchini kutokana na ugumu wa maisha. Nchi nayo inapoteza watu muhimu na kukosa ujuzi. Ikatwirukange hariya turabaho twoshobora kwisononura, bice bituma dusanga bwa umenye kwashaka ko butera imbere buce bugenda. Ni ripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Danieli kutoka nchini Burundi mjini Bujumbura ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao umeletwa kwenu na Bibi Bukuru Tantina Damafu, ndi mitambo Merci Mbelechi, na kuaga msikilizaji nikikutakia asubuhi njema.